wazee ndio wenye mamlaka, na ndio maana katiba iliyoko hii mbovu, ibara ya 8 inasema Jamhuri ya Tanzania ni nchi ya mfumo wa vyama vingi, mamlaka na madaraka yote ya nchi hii kutoka kwa wananchi kupitia kura. Tunajua, mimi najua na wewe unajua na Samia anajua. Samia amejiweka madarakani yeye mwenyewe bila kura. Uongo kweli? Kwa kuua maelfu ya watu. Wamefanya coup d'etat, kupindua mawazo ya wananchi na maamuzi ya wananchi. Sasa leo wanataka kuihujumu Chadema na kuifuta Chadema. Mnisikilize. Mambo yanayotokea hayatokei kwa bahati mbaya. Tulipochaguliwa mimi na Tundu Lissu kuongoza chama hiki, tulisema wazi, mambo ya ujanja na uongo na siasa ya upinzani ya kuwekwa mfukoni imekwisha. Tunataka haki, na haki pekee. Tulisema wazi, tunataka uchaguzi huru na haki. Tukienda kwa wananchi wasipotupa kiti hata kimoja, tunashukuru, tunasema wananchi hawakutuelewa, tunajipanga upya. Tukipata viwili tupate viwili. Ndivyo tulivyosema. Siasa za kuitwa kukaa kudanganyana zimeprevail kwenye nchi hii for far too long, kwa muda mrefu sana. Tulikataa hilo jambo. Na mara tulipochaguliwa misukosuko ikaanza. Mara ya kwanza tarehe 9 mwezi wa 4 mwenyekiti wetu akakamatwa. Siku hiyo ya tarehe 9 mwezi wa 4 Said Issa Mohamed aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama, siku hiyo aliyokamatwa mwenyekiti wetu, fungua kesi eti kudai mali za Zanzibar. Siku hiyo. What a coincidence. Hiyo ni coincidence ya aina gani? Marehemu Mama Komu amekiri mbele yetu na akaandika affidavit kwamba Sisti Nyahoza, msajili msaidizi wa vyama, wakafungia chama hiki siku 300. Memweka ndani kwa kesi ya uongo siku 430 leo tunavyozungumza. Kesi ya uongo. Kesi ambayo ndio kesi namba 1 kwa mujibu wa katiba ya nchi hii, ambayo inapaswa iishe. Ndio kesi pekee inayoapia kwenye katiba ibara ya 28. Wamemweka ndani mpaka sasa. Baadaye ofisi ya msajili ikasema haimtambui katibu mkuu wa chama chetu. Katibu mkuu aliyechaguliwa kwenye uchaguzi ambao haujawahi kutokea kwenye nchi. Uchaguzi ambao ulikuwa wazi. TV nchi nzima zilionyesha. Tanzania haikulala. Iliona uchaguzi wa Chadema uliofanyika tarehe 21 mwezi wa kwanza pale Dar es Salaam. Msajili wa vyama akasema eti hawamtambui. No wonder hawa watu wanaiba uchaguzi, kwa sababu walishangaa tunapofanya uchaguzi wa kidemokrasia, ndio maana hawautambui, wanataka wawizi. Akasema hatambui wajumbe wa kamati kuu, akasema hatambui mwanasheria mkuu wa chama, hatambui manaibu katibu mkuu. Tumepita kwenye misukosuko ya kutisha sana kwenye nchi chini ya utawala huu. Juzi naibu katibu mkuu wetu alinyang'anywa passport yake, anaitwa Amani Gorugwa. Juzi ilikuwa tarehe 9 tukiwa ofisini makao makuu. Amani akaniambia kuhusu hilo jambo na akanisihi nimpigie mtu anaitwa Mafuere ambaye ndio ana hiyo
Lakini akagusia kwamba Chadema eti mnapanga fujo, mwende mahakamani kwa wingi mkamtoa Lissu kwa nguvu. Nikamuuliza hilo jambo nalitoa wapi? Mnisikilize kwa makini. Nikamuuliza hilo jambo nalitoa wapi? Kwa sababu ni law abiding citizen, ni watu tunaofuata sheria. Nikamwambia kama ni intelligentsia hiyo, na baadaye nikagundua kwamba hawa watu siku hizi watu wanatengeneza hera kwa njia za uongo. Wakitaka kutengeneza posho watasema Chadema wanataka kufanya fujo. Kwa hiyo tufanyeje? Tuongezee posho, petroli, waje wajaze hapo polisi, alafu warudi waseme tumelinda, tumedhibiti. Kumbe ni ujanja tu wa kutafuta posho, kuharibu fedha za nchi. This is a civilian procession. Hatukatai polisi kuwa hapa, lakini polisi kuja in intimidating citizen, kutisha raia kwa sababu za uongo. Kitu kinaitwa intelligence. Intelligence ya gani hiyo ambayo inashindwa kujua pole yuko wapi sasa? Inajua mikutano ya Chadema tu. Intelligence ya gani? Intelligence ya ipi hiyo? Kwa hiyo mnisikilize. Nikamwambia Mafuere, hayo mambo ni ya kwenu, mnaunda ili mtengeneze namna ya kupata posho. Na kweli kesi ilikuwa iwe tarehe 11. Matokeo yake kesi ya mwenyekiti jioni, tunajua kesho tarehe 10 tunaambiwa summons, kesi imesogezwa mbele. Mtu ambaye amekaa kesi imesogezwa mbele. Mtu ambaye amekaa gerezani kwa siku 100. Kumbe kule gerezani wamempelekea mwenyekiti Lissu barua. Wanamwambia tuletee majina ya watu 40 kutoka Chadema watakaoingia kusikiliza kesi yako. Kesi kubwa kuliko zote, ambayo actually kungekuwa na uhuru, hiyo kesi ilipaswa iwe inatangazwa kwenye TV ili makaburu wa Afrika Kusini kwamba tunayoita ya kwetu. Eti wanamwambia Lissu yuko ndani kwamba tupe majina ya watu 40. Mnaficha nini? Lissu akawaambia mimi ni nani, mmezuia viongozi wangu wa chama atuonani, sijui nani yuko Dar es Salaam na nani hayupo, na kesho ndio kesi. Mnataka niwaandikie nani? Nikiandika mtu ambaye amekufa kwa sababu yuko ndani, sijui walioko hai, sijui wagonjwa, naandikaje hayo majina? Lissu akakataa. Mwisho wa siku kesi ikaahirishwa. Sasa ukienda Dar es Salaam, ukienda Moroko, gari la polisi wako in gear kila siku. Ukienda kila junction fire, a police state. Police state. Mimi nikiwa mbunge nilienda Sudani ya Al-Bashiri, ndio nilikuwa naona raia polisi eti amani inalindwa na polisi. Hawezi kulinda amani. Amani inalindwa na raia. Kwa Mwalimu Nyerere hatukuwahi kuona polisi wamezagaa mtaani. Hatukuona. Mkapa hatukuona. Kwa Kikwete hatukuona. Huyu mama anataka kulinda nchi yetu hii kwa kutisha watu, kila mtu aogope. Sisi wengine tumekataa kuogopa. Hatutakubali. Sasa ndugu zangu, kwa sababu tunaojua Kena ni kiongozi, ni speaker, ni paka tu anaambiwa ngata